Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na wakati huu tunatazama masuala ya kidiplomasia kati ya Marekani pamoja na Urusi, ambapo rais wa Marekani bwana Donald Trump anamuona rais wa Urusi kama moja kati ya viongozi muhimu katika ulimwengu. Lakini pia wakati huu ni kutokana na hali ya uchumi wa ulimwengu na namna ya mambo tangu mwaka 2022. Rais wa Marekani Donald Trump anatafuta kuimarisha uhusiano kufikia ukaribu zaidi na Urusi, jambo ambalo linaweza kubadilisha mkondo wa sera za nje za Marekani kwa miongo kadhaa. Donald Trump ameungana na rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusu makubaliano ya amani ya kumaliza vita vya Ukraine. Anamshinikiza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukubali masharti magumu yaliyowekwa na Urusi ambayo ilifanya operation maalum ya kijeshi huko nchini Ukraine, na kuambia washirika wa Ulaya wasitegemee kuendelea kuungwa mkono na Marekani. Hatua hizi zote zinatuma ujumbe wa kumuunga mkono Putin, na hivyo kuzua maswali kuhusu iwapo Marekani inaelekea kwenye mkakati mpya wa kidiplomasia na iwapo kuna mpango mkakati mkubwa zaidi unaolenga kujaribu kuivuta Urusi mbali na Uchina. Wachambuzi wa mambo wamekuwa wakijiuliza swali hili kwamba ukaribu wa Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambao ulianza baada tu ya rais huyo kuingia madarakani katika kipindi hiki cha awamu yake ya pili, wanadai kwamba dalili ya kwanza mabadiliko makubwa ya Marekani kuelekea Urusi zilianza kuonekana kuanzia Februari 12 wakati Trump alipozungumza kwa njia ya simu na Putin na kufanya naye mazungumzo hayo kwa dakika 90. Baadaye Donald Trump aliweka shinikizo kwa rais wa Ukraine kukubaliana na makubaliano ya amani, akitaka kabidhi ardhi kwa Urusi bila kutoa hakikisho la usalama kutoka kwa Marekani. Tulikubali ushirikiano karibu sana, ikiwa ni pamoja na kufanya ziara kati ya nchi zetu mbili, Trump alisema kuhusu mazungumzo yake ya simu na rais wa Urusi bwana Putin. Trump pia alitangaza kwamba Ukraine haitapata wanachama wa NATO baada ya vita kumalizika, ahadi iliyotolewa na mtangulizi wake Joe Biden ambayo Urusi ilipinga vikali. Trump kisha alimwita rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mtu asiyefaa na dikteta, na akamwambia wakati wa mkutano wao wa White House kwamba Ukraine haipaswi kuanzisha vita, maoni sawa na yale yaliyotolewa hapo awali na Putin. Trump amejizuia kutoa msaada wowote wa Marekani kwa vikosi vya Ulaya ikiwa vitaendelea na mpango wa kulinda amani nchini Ukraine baada ya kumalizika kwa mzozo huo, na kwa upande wake Urusi imekataa kabisa wazo la kuwepo kwa vikosi vya magharibi kwenye ardhi ya Ukraine. Marekani pia iliunga mkono Urusi katika kura katika Umoja wa Mataifa kuadhimisha mwaka wa 3 tangu kuzuka kwa vita nchini Ukraine, na ilijiepusha kuilaani Urusi kwa uvamizi wake katika ardhi ya Ukraine kama mataifa ya magharibi yalivyotaka ilaaniwe Urusi kutokana na vita vinavyoendelea nchini Ukraine ndani ya miaka 3. Hatua hizi za kuiunga mkono Urusi na kujitenga na washirika wa Ulaya zinaonyesha mabadiliko makubwa katika sera ya mambo ya kigeni ya Marekani katika kipindi cha miaka 80 iliyopita, ingawa bado haijafahamika iwapo juhudi hizi zinaashiria mkakati mpya wa sera za kigeni za Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alikiambia chombo cha habari cha kihafidhina Breitbart mnamo Februari 25 kwamba Trump na utawala wake wanataka kudhoofisha uhusiano wa Urusi na Uchina. Alisema, ninaamini kwamba Urusi itabaki katika nafasi ya mshirika wa pili kwa China na kulazimishwa kutekeleza chochote ambacho China inasema kwa sababu ya kujitegemea. Sio matokeo mazuri kwa Urusi, wala kwa Marekani, wala kwa Ulaya na hata kwa ulimwengu wote. Alibainisha kuwa hali hii itakuwa hatari kwa Marekani kwa sababu inahusu mataifa mawili ya nyuklia yanayoshirikiana dhidi ya Marekani. Rubio aliongeza kuwa Marekani inakusudia kukabiliana na mtandao wa biashara wa kimataifa wa China unaojulikana kama Belt and Road Initiative. China ilijibu vikali matamshi hayo ya Rubio, huku msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Lin Jian akisema jaribio la Marekani la kuzusha mafarakano kati ya China na Urusi linaelekea kushindwa. China na Russia zina mikakati ya maendeleo ya muda mrefu na sera thabiti za kigeni. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba itakuwa ni vigumu kwa Marekani kusambaratisha uhusiano wa China pamoja na Urusi kama ilivyokuwa vigumu kwa Urusi kusambaratisha uhusiano uliopo kati ya Marekani na Israel, wakati huu ambapo
Urusi inashirikiana tena na Iran, moja kati ya maadui wa Israel. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Marekani ilianzisha uhusiano wa karibu na China ambao ulisababisha kutengwa kwa Urusi katika kesi ya Trump. Ukaribu wake na Urusi unaweza kusababisha kutengwa kwa China. Waangalizi wameelezea mkakati huu kama kinyume cha mpango huo. Mkataba wa China wa mwaka 1972 kwa maelezo ya mshauri wake wa usalama wa kitaifa wakati huo Henry Kissinger kumalizika miongo kadhaa ya muungano kati ya China na muungano wa Usovieti. Wakati huo mataifa ya kikomunisti katika uadui wao wa pamoja walikuwa ni dhidi ya Marekani, lakini baraza la washauri wa Marekani mahusiano ya kigeni walisema kuhusu mpango huo wa Rubio, wakisema watunga sera mashuhuri zaidi wa China katika ikulu ya White House wanaonekana kuamini kuwa wanaweza kufanya kazi na Urusi na wanaweza wakaitenga China na ulimwengu na kuzuia ushawishi wake unaokuwa duniani. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, utakuwa ukifahamu mambo mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu.